Rehema alikuwa mwanamke wa kuvutia sana. Tabasamu lake lilivunja huzuni yoyote na sauti yake ilikuwa na mvuto wa pekee. Aliolewa na Hamisi, mwanaume mnyenyekevu, mchapakazi na mwenye mapenzi ya dhati kwake. Walikuwa wameishi pamoja kwa miaka 5, wakijenga maisha yao taratibu, wakikumbana na changamoto lakini wakishikamana. Lakini moyo wa Rehema haukuridhika. Hakuwa tena na shauku ile aliyokuwa nayo mwanzoni mwa ndoa. Maisha ya kawaida, masharti ya ndoa na kukosa vishawishi vya nje vilimchosha. Alitamani maajabu, msisimko na maisha ya hadithi ambazo alikuwa akisoma vitabuni. Ndipo alipokutana na Davis, mwanaume wa kigeni aliyekuja kwa kazi fupi mjini. Davis alikuwa na hadhi, pesa na ulimi wa kutongoza uliotamu kama asali. Mara ya kwanza walikutana katika mkutano wa kibiashara na macho yao yalikutana kwa namna ambayo ilikata pumzi. Davis alimfanya Rehema ajisikie kama binti mdogo aliyekuwa akisubiri kupendwa tena. Mchezo wa hatari ukaanza. Rehema alianza kusema uongo kwa Hamisi, safari za kikazi zilizovuka mipaka, mikutano ya usiku ambayo haikuisha. Moyoni mwake alijua alikuwa anaivunja ile kiapo takatifu alichokula madhabahuni, lakini tamaa ilimfumba macho. Usiku mmoja, baada ya kudanganya tena kwamba anakwenda semina ya wanawake, alikutana na Davis kwenye hoteli ya kifahari. Usiku huo, Rehema alivuka mpaka ambao alijua hawezi kurudi tena. Alimsaliti mumewe kimwili na kiroho. Kilichofuata kilikuwa msururu wa mateso ya ndani. Kila alipoangalia macho ya Hamisi, alihisi kama sindano zinazodunga moyo wake. Hamisi, bila kujua chochote, aliendelea kumpenda mkewe kwa moyo wote, akijitahidi kila siku kumfurahisha, bila kujua kwamba moyo wa Rehema ulikuwa tayari mbali. Muda haukupita, Hamisi alianza kuhisi mabadiliko. Hakukuwa tena na upendo wa kweli machoni mwa mkewe. Hakukuwa na furaha katika nyumbani yao. Aliamua kuchunguza. Siku moja alipokuwa anajaribu kutafuta hati fulani katika begi la Rehema, alikuta ujumbe wa simu ambao ulifichua kila kitu: maneno ya mapenzi, ahadi za kuonana na mipango ya safari za siri. Hamisi hakuamini macho yake. Dunia ilimporomoka. Aliumia kwa kiwango ambacho hakujua kama mwanadamu anaweza kuvumilia. Bila kupiga kelele wala vurugu, alikaa kimya kwa siku kadhaa akitafakari hatima ya maisha yake. Mwisho wa yote, Hamisi alimkabili Rehema kwa utulivu. Hakumshutumu. Hakupiga kelele. Alisema kwa sauti ya uchungu iliyobeba uzito wa mapenzi yaliyosalitiwa, sikustahili haya, Rehema. Nilijitoa kwako kwa nafsi yangu yote. Leo nakupa uhuru. Tafuta unachokitaka. Kwa neno hilo, Hamisi aliondoka akiwa amebeba mabaki ya moyo wake uliojeruhiwa. Rehema alibaki amesimama pale sebuleni akiwa na machozi, akitambua kwamba msisimko wa muda mfupi ulimgharimu kitu cha thamani isiyoweza kulipiwa: mapenzi ya kweli. Kwa miaka mingi iliyofuata, Rehema aliishi na majuto. Davis aliondoka kama upepo wa ghafla. Na yeye aliyekuwa na kila kitu, alibaki na kitu kimoja tu: upweke wa roho iliyopoteza kitu kisichoweza kurudishwa.